Wabunge kuzungumzia swala zima la kilimo cha bangi katika mijadala ambayo ilifanyika na serikali ilisimama, ilitoa majibu bungeni. Mimi niliweka katika mtazamo huu. Moja, kila mbunge ana uhuru wa kutoa maoni yake ndani ya bunge, lakini maoni yake hayo hayana maana ndio msimamo wa bunge au ni msimamo wa serikali. Katiba yetu ibara ya 110 inampa mbunge uhuru wa kuongea jambo lolote, na akiongea jambo ambalo ni kinyume na kanuni, ile ibara kanuni zetu zinalipa bunge mamlaka ama ya kumtaka afute kauli yake au kumtaka athibitishe jambo hilo kama atakuwa amelingania. Na kama mnavyokumbuka, katika mjadala huu wa kilimo cha bangi, serikali kupitia mwanasheria mkuu wa serikali siku ile bungeni ilijibu kwamba serikali haitaruhusu kilimo cha bangi Tanzania, na haitaruhusu matumizi ya bangi yawe majani au mbegu. Hata mbegu haziruhusiwi. Yaani chochote cha bangi, iwe ni majani yake, iwe ni mizizi yake, iwe ni shina lake, iwe ni mbegu yake. Kwa hata hao ambao wanatumia hizo mbegu kama dawa au kiungo cha mboga, wajue wanavunja sheria. Swali hilo lizo na ndugu yangu kuhusu vipi matumizi ya dawa ya bangi kama dawa, zile mbegu zake, hata hizo haziruhusiwi. Na kuna nchi ambazo zimeruhusu kilimo cha bangi, kuna nchi ambazo zimeruhusu matumizi ya bangi kama dawa, lakini nchi hizo, na ndio maana nisisitiza umuhimu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuingia katika ushirikiano na vyuo vya elimu ya juu na taasisi za tiba kufanya utafiti katika nchi hizo. Taarifa tulizonazo, na naomba nisizitaje hapa, katika nchi hizo saa hizi badala ya matumizi ya bangi kupungua, yameongezeka tena kwa kiasi kikubwa sana, yameongezeka. Wao waliamini kwamba wakiruhusu bangi, na mimi nimesoma na kuishi katika nchi hizo ambazo bangi iliruhusiwa kuuzwa katika maduka ya dawa kama dawa, matumizi ya bangi yameongezeka. Na sio tu kuongezeka matumizi ya bangi, lakini matatizo ya afya ya akili yanayotokana na bangi na hiyo bangi yameelezwa. Na kwenye hii hali hii tumeieleza kabisa katika taarifa hii, imeelezwa kabisa kwa vizuri, na tumesema kabisa kwamba matumizi ya bangi kwa madhumuni yasiyo ya kitabibu katika baadhi ya nchi zikiwemo Canada, Uruguay, Malta, Luxembourg, Ujerumani na Afrika Kusini. Lakini sio hiyo tu, katika nchi ambazo zilishawishiwa kulima bangi, pia makampuni ya madawa hayakununua bangi yote. Kuna nchi ambayo bangi iliyonunuliwa ni 40% tu, ile 60% ikabaki bila kununuliwa, lakini wakapelekewa teknolojia ya kuibadili bangi hiyo kuwa madawa ya kulevya, ndio hiyo skanka, ambao ni mbaya zaidi kuliko hata bangi yenyewe. Kwa hiyo tunajua kabisa madhara ya kuruhusu kilimo cha bangi, na ndio maana ndani ya bunge mwanasheria mkuu wa serikali alisema wazi, na ndio msimamo wa serikali, na ndio naurudia leo kwamba kwa Tanzania hatutaruhusu kabisa kilimo cha bangi wala matumizi ya bangi, kwa sababu hata hao walioruhusu kilimo au matumizi ya bangi kama dawa, tumeona kabisa madhara makubwa ambayo yameyapata. Hao wabunge walikuwa na haki ya kutoa maoni yao, lakini na serikali pia imetoa msimamo wake kwamba kilimo cha bangi, na ndio maana natoa wito kabisa kwa mamlaka tufungue hizo ofisi za mikoa, hasa katika maeneo ambayo yana madhara makubwa. Tupambane na swala la bangi, tupambane na swala la mirungi. Matumizi ya mirungi yote mnayafahamu. Mtu akitumia mirungi, siku imekwisha, hawezi kufanya shughuli yoyote ya yeye mwenyewe binafsi, lakini shughuli ya kazi nyingine. Na mambo haya mengine ni lazima tuwe waangalifu sana. Yanaweza kuwa yanasukumwa na wale ambao wanaona sisi tuna idadi kubwa sana ya vijana ambao ni nguvu kazi, na wangetaka hii nguvu kazi hii ya vijana wa Afrika iwe ni vijana ambao ni nguvu kazi isiyofanya kazi. Na njia ya kupambana na nguvu kazi isiyofanya kazi ni kuwaingiza katika madawa ya kulevya, ni kuwaingiza katika skanka, kwa sababu hawakufanikiwa katika azma yao ya sisi tupungue kuongezeka duniani. Na ukiangalia takwimu duniani, bara la Afrika ndio bara linaloongoza kwa idadi kubwa ya vijana. Maana yake kwa miaka mingi ijayo limejihakikishia maendeleo, kwa sababu lina idadi kubwa ya vijana
kuliko idadi ya wazee na watu wa umri wa kati. Kwa hiyo hilo nilijibu hivyo kuhusu hiyo.